ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza la wawakilishi. Katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi, hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Chama akitazuiwa chama akitazuiwa kumpendekeza mtu yeyote kuwa mgombea kiti cha makamu wa rais kwa sababu tu kwamba mtu huyo kwa wakati huo ameshika kiti cha rais wa Zanzibar au kingineo. Sasa ambacho hoja ambayo naizungumzia hapa ni sharti gani hapa ambalo linasema usiposaini kanuni za maadili kutoka kwenye katiba ambalo linasema kwamba wewe uweze kufanya nini? Uwezi kuwa mgombea. Tunakwenda katika ibara ya 67. Ibara ya 67 ni ya msingi sana na naomba niweze kuinukuu kwa upande wangu. Ibara ya 67 tunakwenda katika ambayo inazungumzia kwa upana wake sifa za mgombea wa kiti cha kuwa mbunge na masharti na vitu ambavyo vinamnyima haki mtu kuwa mbunge. Ibara 67 moja inasema hivi: bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara hii, mtu yeyote atakuwa na sifa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge endapo a ni raia wa Jamhuri ya Muungano aliyetimiza umri wa miaka 21 na ambaye anajua kusoma na kuandika katika Kiswahili au Kiingereza. B ni mwanachama na ni mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. C katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi hakuwahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote lile la kukwepa kulipa kodi yote ya serikali. Ibara 67(2) mtu hata kuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge ikiwa mtu huyo anao au kwa hiari yake amejipatia uraia wa nchi nyingine yote, au ikiwa kwa mujibu wa sheria inayotumika katika Jamhuri ya Muungano imethibitishwa na rasmi kwamba mtu huyo ana ugonjwa wa akili, au ikiwa mtu huyo amehukumiwa na mahakama yote katika kipindi cha Jamhuri ya Muungano na kupewa adhabu ya kifo au ya kufungwa gerezani kwa muda usiozidi miezi 6 kwa muda unaozidi miezi 6 kwa kutwa na hatia ya kosa lolote vyovyote linavyoitwa linaloambatana na utovu wa uaminifu, au ikiwa katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu amepata kuhukumiwa na kupewa adhabu ya kifungo kwa kosa linaloambatana na utovu na uaminifu au kuvunja sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Bila kuingilia haki na uhuru wa mtu wa kuwa na maoni yake, kuamini dini atakayo, kushirikiana na wengine na kushiriki shughuli za umma kwa mujibu wa sheria za nchi, ikiwa mtu huyo si mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. Ikiwa mtu huyo ana maslahi yote katika mkataba wa serikali au wa aina yote aliyowekewa miko maalum kwa mujibu wa sheria utungwa na bunge na iwapo amekiuka miiko hiyo. Ikiwa mtu huyo ameshika madaraka ya afisa mwandamizi katika utumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikiwa kwa mujibu wa sheria utungwa na bunge inashughulikia makosa yanayohusiana na uchaguzi wa aina yote, mtu huyo amezuiliwa kujiandikisha kama mpiga kura au kupiga kura katika uchaguzi wa wabunge. Alafu uchaguzi wa wabunge. Ibara ya 40 na ibara 67 ibara ndogo ya pili, mtu hataweza kugombea kuwa mbunge kuhakikisha jimbo la uchaguzi katika uchaguzi mkuu wote ikiwa wakati huo yeye amesimama katika uchaguzi kugombea kiti cha rais, wala hataweza kugombea uchaguzi kuwa mbunge katika uchaguzi mdogo wote ikiwa yeye ni rais. Na bunge limepewa madaraka ya kutunga sheria za kuongoza nini? Kuongoza uchaguzi. Sasa ibara ya 67 ibara ndogo ya 4 inasema hivi: bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge na kuhakikisha jimbo la uchaguzi ikiwa mtu huyo ni mwenye madaraka yanayohusiana na shughuli za kuongoza na kusimamia uchaguzi wa wabunge. Maana mtu alichaguliwa kwa nani? Kwa kiongozi wa tume ya uchaguzi. Ya 5, bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge wa kuwakilisha jimbo la uchaguzi kwa muda wote utakaotajwa na bunge, ili mradi muda huo usizidi miaka 5, ikiwa mtu huyo atapatikana na hatia mbele ya mahakama kwa ajili ya aina yoyote ya makosa yatakayotajwa katika sheria hiyo inahusiana na uchaguzi wa wabunge, makosa ambayo imetajwa na sheria hiyo. Kwa madhumuni ya kutoa fursa ya kukata rufaa kwa mujibu wa sheria kwa mtu yeyote alithibitisha rasmi
alithibitishwa rasmi kisheria kuwa na ugonjwa wa akili, kama mtu ana ugonjwa nini wa akili, na kutakuwa na kanuni zinazohusiana na adhabu za watu kupewa. Ni hoja yetu kwamba kile ambacho kimefanywa kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki ya kikatiba haiwezi kupokwa. Kwa nini? Kwa kanuni zilizotungwa na nini? Na tume ya nini? Ya uchaguzi. Kwa hiyo tunasema tume imejielekeza vibaya, imefanya hivyo kwa nia ambayo sio sahihi, na imekiuka maagizo ya Mahakama ya Rufaa katika kesi ya mwanasheria mkuu na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu. Kwa wale vijana wasiofahamu, Dr. Amani Waridi Kaburu ndio mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa katika kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alichaguliwa mjini Kigoma mwaka 1994 na alikuwa ni mwanachama wa Chadema. Alifanywa kila aina ya mizengwe na alifanywa kampeni ya ajabu, ikiwa pamoja na rais aliyekuwepo wakati huo, Rais Ali Hassan Mwinyi, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani wakati huo Agustino Lyatonga Mrema na wengine wengi, pamoja na RTD na vyombo vya serikali kutumika na rasilimali za serikali kutumika kufanya nini? Kuendesha kampeni chafu dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu ambaye alikuwa amekuja kufanya nini? Kugombea. Mahakama ya Rufaa ilitoa mwongozo kwamba msingi mkubwa wa uchaguzi wa nchi yetu ni uchaguzi huru na wa haki. Kama msingi huo unakiukwa, mahakama ilisema hilo tu linatosha kufutilia mbali huo uchaguzi. Ni hoja ya Chadema kwamba yale yalitokea mwaka 94 kumekuwa na ajenda ya siri ya serikali ya CCM na tume ya uchaguzi kufanya nini? Kumomonyoa msingi wa uchaguzi wa uhuru na wa haki, na mwisho wa siku tuna kasha la mfumo ambalo limetengenezwa kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinabakia madarakani kama alivyosema Steven Wasira mpaka Yesu atakaporudi. Hujasikia mwenyekiti wa CCM akikana au akikanusha kauli hiyo. Hujasikia tume ya uchaguzi ikimuonya Steven Wasira. Hujasikia msajili wa vyama vya siasa akimuonya Steven Wasira na CCM au kuwataka wajieleze wanasemaji wao katika mfumo wa vyama vingi, wao watatawala milele. Sio kauli za kisiasa, ilikuwa ni kauli zenye lengo la kuhakikisha kwamba wanajua mfumo huu umeshawahakikishia ushindi. Sasa tunasema sisi kwamba tume kwanza, kanuni zilizotungwa hazijaanza kufanya kazi. Kanuni hizo vile vile hata kwa zenyewe, yani kanuni zenyewe zinasema zitaanza kutumika siku moja kabla ya nini? Kabla ya siku ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Na nimeweza kwamba hicho kitu hakijafanyika, na kitafanyika tu pale bunge litakapokuwa lifanya nini? Limevunjwa. Wagombea wamekwenda tume ya uchaguzi kufanya nini? Kuchukua zile fomu za nini za kugombea na kuteuliwa rasmi kuwa wagombea, na ndio hapo mambo. Sasa mtu Kailima anasimama na akiwa chini ya majaji, mwenyekiti wake ambaye ni jaji wa Mahakama ya Rufaa. Nazungumza haya na mimi nikiwa ni wakili, inanisikitisha sana kwamba usingetegemea makosa kama haya kufanyika. Ni mwisho wa siku ni kwamba wapinzani wanakosea, CCM katu kamwe haikosei mbele ya tume na mbele ya msajili wa vyama vya nini? Vya siasa. Sasa hii si sawa. Msingi mkubwa wa demokrasia katika nchi yetu ni kuwa na haki ya wananchi kuchagua viongozi wao, na wananchi waamue katika kura kwamba fulani na fulani, mgombea fulani ndio awe kiongozi wetu. Kila kura inayopigwa ihesabike, wagombea wote wawe katika uwanja ambao unafanya nini? Umelingana. Hiyo ndio imekuwa ni campaign ya Chadema ya no reforms no election, kwa sababu ya mparaganyiko mkubwa wa mfumo wa nini? Wa uchaguzi ambao tumeushuhudia tokea ule mwaka wa 94 ambao Jaji Nyalali na wenzake, Jaji Mkuu Nyalali na wenzake walitamka, tukategemea kwamba wenye masikio watasikia, hawajasikia. Na mnafahamu kuna kesi nyingine, hawa wenzetu wa CCM katika kesi ya ambayo inahusiana na masuala ya takrima, wa taasisi tatu zilikwenda mahakamani. Taasisi tatu zilikwenda mahakamani
na kupinga kifungu ambacho kinaruhusu masuala ya takrima. Mahakama Kuu ikatamka kwamba kutoa zawadi, iwe t-shirt, iwe kuwapa watu chakula, siku hizi kuna kufutarisha, kuna nini, yote ni nini? Ni matendo ya nini? Ya rushwa. Mmeona mambo yanaendelea hivi sasa. Mwezi uliopita wale ambao ni wabunge na wengine nani wanasema nini? Wanafutarisha kila nini? Kila maeneo. Eti matendo ya ukarimu. Miaka yote walikuwa wapi? Lakini mahakama ya rufaa ilitamka kwamba swala yote ambayo yanahusiana nini na takrima ni nini? Ni kinyume cha katiba na inakiuka msingi mkubwa. Na mahakama ya rufaa, mahakama kuu ilivyotamka hivyo, mtaomba nisome kwa Kiingereza kwanza. Hii ni kesi ya mahakama kuu, lakini serikali ilisema kwamba haitaikatia rufaa, maana yake ilikubaliana uamuzi wa mahakama kuu. Kwa maana huu uamuzi ndio uamuzi wa mwisho kuhusiana na masuala nini ya kutoa zawadi, kufanya matendo ambayo nini ya kuwapatia watu t-shirt na kila kitu. Mahakama Kuu ilisema hivi: as correctly submitted by the advocates for the petitioners, the enactment of the takrima provisions is a very dangerous approach in the whole process of conducting elections. It amounts to building a culture which, if sustained, will lead this nation to a bad destination. People should get the opportunity to think freely and decide freely, and should not be subjected to influences of takrima. They should also be left to learn that it is their responsibility or duty to elect competent candidates and not those who are able to influence voting by offering takrima. Naomba tafsiri. Mahakama Kuu ilitamka ifuatayo: kama ilivyosemwa na wakili waleta maombi, kuingizwa kifungu cha takrima ni hatua ya hatari sana katika mchakato mzima wa uchaguzi.